atakaa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kuelewa ni nani ambaye tunasherehekea na ni wapi tutakayesherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda kusoma mstari wa Mathayo, Matthew kifungu ya 2 na mstari wa 10 Matthew. Nitasoma Mathayo kifungu ya 1 na mstari wa 18 na 8. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe alivyokuwa mtu wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Na nitasoma 23 inasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda Mathayo kifungu ya 2 mstari wa 12 unasema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ili tuelewe tunapoendelea kujitayarisha kusherehekea, tunasherehekea nini na tunasherehekea nani na ni nani ambayo tunafaa kumsherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuona hiyo kitabu ambayo nimesema Mathayo. Tumesoma Mathayo kifungu ya ngapi? Mathayo kifungu ya 10. Mathayo kifungu ya 1 mstari wa 19 mpaka 24, na nitamalizia mstari wa 27. Unasema namna gani? 24. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alipomwagiza kumchukua mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Cha muhimu tunafaa kujua ni ya kwamba mtu ambaye tunamsherehekea ama kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kumetabiriwa hata kabla. Bwana Yesu asifiwe. Kabla dunia haijaumbwa. Ukitazama wakati wa nabii Isaya kifungu ya 9 ndiye anatabiri, lakini anaongea ni kama amezaliwa nini saa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda katika kitabu ya Mathayo na kitabu ya Luka, inakuambia sasa kwa sababu kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi na kuzaliwa kwake kulikuwa hivi, na maandiko inasema kifungu ya 1 Mathayo na mstari wa 23 anasema, na Yesu alipozaliwa, Bwana Yesu asifiwe, na mtoto akaitwa jina lake Emanueli. Bwana Yesu asifiwe, mfalme wa wafalme. Ukitazama kitabu hii ya Isaya 9 mstari wa 6 unasema, kwa maana mtoto tumepata. Bwana Yesu asifiwe, atakuwa mshauri wa ajabu, mshauri mwenye amani. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tujue mtu ambaye tunasherehekea ama kuzaliwa, tunayosherehekea ama tunapoendelea na kujitayarisha kukuja kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu, tunafaa kujua ni nani ambaye tunakuja kusherehekea. Tunafaa kujua ni nani ambaye tunakumbuka kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Huyo sio mfalme kama wafalme wale wengine. Huyo sio mtu kama wale watu wengine. Huyu ni mfalme, alikuwa tofauti na wafalme wale wengine, kwa sababu alikuwa mtu ama alikuwa mwenye uweza wote, naye ni Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na ambacho kilicho anatabiria kitazaliwa, anasema kitakuwa na nini? Kitakuwa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati alipotabiri na nabii Isaya, alitabiria kuzaliwa kwake vile kutakuwa, na akasema huyu atakayezaliwa jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ataitwa mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenye nguvu zote. Ukitazama Mathayo kifungu ya 1 na mstari wa 23 na mstari unasema namna gani amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo kifungu ya kwanza na mstari wa 23 anasema, atazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kifungu ya Luka, ya kwanza 26 mpaka 44 utapata vile naye Mary aliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kifungu ama kitabu ya Mathayo ni vile Yusufu alikuwa na prepare. Bwana Yesu asifiwe. Vile mkeo kwa sababu alikuwa amepanga kuona, na Roho Mtakatifu akaja ama malaika wa Mungu akakuja kumtayarisha Yusufu ili asiongope. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anapomuona akiwa na mimba, asiulize na hii mimba imetoka wapi. Na ukienda pia kitabu ya Luka 20 kifungu ya kwanza 24 Luka kifungu ya kwanza 26 mpaka 44 itasema hivi. Nitasoma 26. Inasema, mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, 27, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, na bahari ya Daudi, na jina lake bikira huyu ni Mariamu. Akaingia nyumbani, akasema, salamu uliyepewa neema, na Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiongope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu, na Bwana wa Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani wewe unapoendelea kutazama na kuwaza na kujitayarisha kuja kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, unafaa kujua ni nani ambaye utakuja kusherehekea. Unafaa kujua ya kwamba mtu ambaye unakuja kusherehekea ni Mungu muumba mbingu na nchi, aliye na uwezo na nguvu zote, na ufalme wake hautaisha milele. Ufalme wale wengine wataisha, wakuu wale wengine wataisha, lakini huyo ambaye tunasherehekea ni Mungu mwenye nguvu, na uwezo wake uko na uwezo mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama kitabu ya Isaya, anatabiri vile kuzaliwa kwa Yesu kutakuwa, na anasema, kwa maana mtoto tumepata, na jina lake ataitwa nani? Ataitwa Mshauri wa Ajabu. Ukitazama Luka kifungu ya 1 na mstari wa 26 mpaka 44, na unasema namna gani? Anasema, na malaika Gabriel akamwendea Mariamu, ambaye Mariamu ni nani? Mariamu ni mama yake Yesu, na pale alikuwa anawatayarisha ya kwamba vile Yesu atakuja kuzaliwa. Na mkitazama kifungu ya kwanza mstari wa 18 mstari wa 18 mpaka 24, utaona naye Yusufu akitayarishwa, na anaambiwa, usimwongope Mariamu ambaye unaenda kumfanya nini? Kumchukua. Usimwongope kumchukua, kwa sababu atakayezaa ama chenye atakayezaa ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika Mathayo, ukienda katika Luka, naye Mariamu anatayarishwa, anaambiwa na akajiuliza ni nini naambiwa, na akaambiwa na salamu ya kwanza, akaambiwa salamu
Na Bwana Yesu asifiwe. Uliyepewa neema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wamepewa neema na Mungu ni wachache. Hiyo dunia ama hiyo wakati kulikuwa na wanawake, hiyo wakati kulikuwa na wasichana, lakini si wote waliweza kubeba roho Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kile ambacho ni kitakatifu kinafaa kuingia mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama Isaya anasema kwa maana mtoto tumepata, na mtoto tazama anasema na mtoto mwanaume. Ukitazama vile na Mariamu anaambiwa, naye ataambiwa unachukua mimba na utazaa mwana ambaye ni mwanaume na utamuita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu kifungu ya Mathayo naye anaambiwa naye usimwongope kumchukua ambaye ni Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu chenye ambacho atachukua ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni kwamba wakati tunapoendelea kujitayarisha, wakati huu msimu huu wa Krismasi, tunakuja kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, wewe umejiandaa namna gani? Ambaye unajua unakuja kumsherehekea, unajua ni nani ambaye unatakaye msherehekea? Bwana Yesu asifiwe. Anaambia Mariamu, wewe uliyepewa neema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulipewa neema na nani? Na Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo wakati tunaposherehekea, wakati tunapojitayarisha kumsherehekea Yesu ama kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ambacho ni hiyo tunasema Christmas tarehe 25, tunafaa kujua ni nani ambaye tunakuja kumsherehekea. Unafaa kujiandaa ili ujue ni nani ambayo unakuja kumsherehekea, kwa sababu maandiko yanamwita mshauri wa ajabu, mshauri wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama hii kitabu ya Luka anasema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Anamuita nani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema chenye ambao utazaa ni nini? Ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na malaika alikuwa ametayarishwa, ambaye ni malaika Gabriel, akamwambie nani? Mariamu, ambaye ni mama yake Yesu. So alikuwa ameprepare mapema. Tazama kifungu ya Isaya anaongea kabla hata wao wakuzaliwa. Lakini anasema mtoto tumefanya nini? Tumepewa. Mtoto tumepewa. Na jina lake ni nani? Ni Yesu. Mtoto tumepata. Jina lake ni nani? Na anasema mtoto ambaye ni mwanaume. Ama ninaongea maneno yangu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaongea maneno yangu? Hapana. Ukitazama Kiingereza anasema namna gani? Anasema for us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be God, Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Bwana Yesu asifiwe. Yani majina ambayo ni makubwa, majina ambayo ni ya amani. Na huwa ninasikia wakati watu wanasherehekea na wanaleta vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye tunayemsherehekea si wa kuleta vurugu. Tunayemsherehekea ama tunayemjiandaa ni kwa ajili ya kusherehekea kwake. Si Mungu ambayo ni wa kuleta vita. Si Mungu ambaye ni wa fitina. Ni Mungu ambaye ni wa amani. Unasikia maandiko yanamuita nani? Everlasting. Bwana Yesu asifiwe. Prince of Peace. Bwana Yesu asifiwe. Counselor, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapojiandaa kwa ajili ya kusherehekea, tunapaa kujua ni nani ambaye tutaenda mbele zake. Wakati huu tukiambiwa na rais wetu ambaye ni Ruto, twende huko State House, utaenda namna gani? Utaenda na ile heshima ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa utaenda na heshima ambayo inafaa, je, ni kwaje kwa Mungu ambaye ameswaliwa ni Yesu Kristo? Utamsherehekea namna gani? Utamleta namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ya kwanza unafaa kujua, unafaa kuwa umemkaribisha ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtoto tumepata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto tumefanya nini? Tumepata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kuwa careful wakati tunapoendelea. Saa hizi watu wamejipanga na dunia yote imepanga. Hata dunia yote kila mahali saa hizi unaona ni watu, kila watu wanasema Christmas. Na wanasema Christmas. Tunaenda kusherehekea Christmas. Tunaenda kusherehekea. Je, utasherehekea namna gani? Je, ule ambaye unamsherehekea unamuelewa vizuri? Ukitazama vile alitabiriwa kabla hata wale watamzaa kuzaliwa. Ama Yusufu alikuwa amezaliwa na Mariamu. Wakati wako amezaliwa wakati wa kutawala wakati wa nabii Isaya. Ama alikuwa amezaliwa hakuna. Lakini kwa sababu ya hata ingawa sijui historia vizuri, lakini alikuwa ametabiriwa kabla kwa miaka ambayo inakuja. Bwana Yesu unabii ulikuwa umetolewa na akatoa unabii ni kama hiyo kitu imetendeka. Anasema to us the child is born, kwa maana mtoto amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na anamuita China, anasema atakayezaliwa mtoto wa kiume atakuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ulipofika akatayarisha wale walikuwa na kutembea na Yesu. Mtu mmoja alikuwa anatembea na utakatifu, alikuwa anaitwa nani? Yusufu. Na mwingine alikuwa anaitwa nani? Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ukitazama hiyo kitabu mstari wa Isaya kifungu ya 9 mstari wa kwanza unasema namna gani? Unaongea juu ya nchi ambayo ilikuwa inaitwa Naftali na nchi ambayo ilikuwa inaitwa nani? Zabuloni, mahali Yesu alipo wazazi wake walikuwa wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nchi ilikuwa inadharauliwa na haikuwa inatarajiwa ama inaweza kutoka kitu kizuri. Hiyo ni kitu ambao unafaa kunote. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hawakuwa wanajua ama hiyo nchi inaweza kutoka kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neema za Bwana Yesu akazaliwa pale. Ndio unasikia maandiko inasema namna gani? Inasema ilikuwa nchi ambayo ni ya kudharauliwa za Naftali na nini? Na Zabuloni. Na mstari wa 4 unasema na mstari wa pale unasema na nchi ambayo ilikuwa kwa giza imepata nini? Nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ambaye tunayojitayarisha na tunaendelea kujitayarisha ni kwa ajili ya kumsherehekea. Tunafaa kujua ni nani. Tunafaa kumwelewa vyema vizuri. Tujue ni Mungu aliye mtakatifu. Ni Mungu aliye na uweza wote. Maandiko yanasema aliyebeba nini? Ufalme mabegani mwake. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kujua yule ambaye tunaenda kumsherehekea ni Mungu mwenye uweza na nguvu zote, aliye na uweza wote, ambaye hakuwa si binadamu tena, lakini aliwekwa kuwa na uweza wa kuwa kibinadamu, kwa sababu alikuwa aje ili aokoe nchi kutoka nini? Dhambini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukitazama Isaya anasema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema aje? Anasema alikuja kuokoa walie nini? Watu kutoka dhambini. Kutoka dhambini. Huyo ndiye alituokoa makanisa ikawa. Hiyo ndiye alituokoa tukaitwa Wakristo. Hiyo ndiye alituokoa ili nuru ionekane maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu zamani pale hapakuwa na nuru tena. Ilikuwa giza totoro. Bwana Yesu asifiwe. Giza ambayo ilikuwa ni ya nini? Ya kiroho. Lakini wakati Yesu alipozaliwa, alikuja kuleta ambayo ni amani, aleta nuru, akaleta upendo, akaleta huyo hiyo nini tuko nayo? Freedom. Bwana Yesu asifiwe ambaye hakuabudu. Amen. Kwa hivyo tunapoendelea na kujitayarisha kumsherehekea, tunafaa kujua ni nani ambaye tunaendelea kusherehekea. Tunafaa kujua dhimu ya kusherehekea ni nini. Tunafaa kuelewa naendelea kusherehekea nani.
tutakuja yani nini? Kwa sababu hiyo saa 6 ikifika tarehe 24 utasikia kila mmoja anapiga nduru, awe Muislamu awe mtu ambaye hamjui Mungu, kwa sababu aliye kiongozi wa dunia yote amefanya nini? Amezaliwa na nchi yote inasherehekea. Kwa hivyo ikiwa atakuja, tutakuja kusherehekea, tunapaa kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza, asaliwe ndani ya maisha yetu. Kitu ya pili, tumwelewe vyema, na kitu ya tatu, tumwachilie tutawale na tuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kitu ya tano, akaondoe aibu ndani ya maisha yetu, akaondoe giza iliyo ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ni giza ya mauchawi, giza ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Giza ambayo ni ya kufanya mambo ambayo yeleweke. Tukafanye mambo katika nuru, tukijua ambaye tunamwabudu ni nani. Na ya sita, tukamwachilia atawale, akawe mtawala wa maisha yetu, akawe mtawala wa kanisa lake, akawe mtawala wa neno lake, akawe mtawala wa familia zetu, akawe mtawala, Bwana Yesu asifiwe, wa watu wake, kwa sababu maandiko inasema ni mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimwashiria moyo wako aongoze kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tusiende kusherehekea tu, tusijiandae kusherehekea mtu ambaye hatumuelewi. Ambaye tunasherehekea tunapaa kujua ni mtakatifu. Yaani kitu kitakatifu kinakaa mahali patakatifu. Hauwezi kuchanganisha Yesu, huwezi kuchanganisha utakatifu na giza na zibuatani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaona Mary anamjibu namna gani? Anamwambia na mapenzi ya Mungu zifanye nini? Zitendeke. Kwa sababu Mariamu aliongopa, akamuuliza swali moja, na mimi simjui mwanaume, hii itakuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Na Yusufu naye alikuwa anataka kumwacha kwa siri, kwa sababu alichangaa, hili nini inakuja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa ninaomba, lakini hili nini inakuja kwangu? Ati huyu mtu atakuwa na, lakini malaika akatumwa na Mungu, akaenda akamtayarisha na akamwambia usiongope kumchukua nani? Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inaitwa nuru huendanisha nani na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapaa kujua wakati tunapoendelea kusherehekea kama kanisa, tunasherehekea nini? Huyo tunayemsherehekea kwa ndani ya maisha yetu. Huyo tunayemsherehekea tumemkaribisha hata wale maisha yetu. Huyo tunayemsherehekea tumeweka mioyo yetu kuwa safi, tumeweka mioyo yetu kuwa takatifu, tumeweka kanisa lake kuwa takatifu, tumeweka miili yetu kuwa takatifu, kwa sababu Yusufu alikuwa mtakatifu, Yusufu alikuwa msafi, Mariamu alikuwa mtakatifu, na ndio sababu alimpepa Yesu Kristo ambaye alikuwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposherehekea tujue ya kwamba Yesu hawezi kutawala mahali kuna uchafu. Yesu hawezi kutawala mahali ambaye hajapewa nafasi. Yesu hawezi kutawala mahali ambapo hajakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiangalia, tukiendelea kusoma 25 tutajua vile Yesu alizaliwa. Unasikia amezaliwa katika hori la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. So tunapaa kujua Yesu hawezi kuingia mahali ambapo ni pachafu. Tunapaa kujua Yesu ambaye tunaenda kumsherehekea ni mtakatifu, ni msafi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama Yusufu alikuwa anaenda katika ukamilifu wa Mungu. Ya Mariamu alikuwa anaenda katika ukamilifu wa nani? Wa Mungu. Na ya mwisho tujue ya kwamba hakuna mahali Mungu hawezi kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bora ukuwe nini? Mtakatifu. Na kitu kingine tunapaa kujua ni kwamba wakati Yesu atataliwa, ataondoa aibu. Wakati aliposaliwa aliondoa aibu, aliondoa giza, aliondoa nini? Giza. Bwana Yesu asifiwe. Akaleta nuru. Na ile ingine alileta kitu ambayo aliondoa kitu ambayo inaitwa ni kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoa aibu maishani mwetu, akaondoa aibu katika kanisa lake, akaondoa aibu katika watakatifu wake, akaondoa aibu
katika familia ambazo zinamcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaendelea kumrudisha tena katika giza. Wewe unaendelea kumrudisha tena kuleta giza, wakati unapoendelea na kujiandaa ni kwa ajili ya kusherehekea na kufanya mambo yasiyofaa, na kwa ajili ya kufanya mambo ambayo yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hataki mambo kama haya. Anataka kuingia mahali ambapo ni patakatifu. Kwa hivyo tunapoendelea tunafaa kutengenezwa mioyo yetu ikawe safi, wakati atakapozaliwa asaliwe mahali ambapo ni patakatifu, akazaliwa mahali ambapo anaweza kumbalika, akazaliwa mahali ambapo anaweza tawala, akazaliwa mahali ambapo anaweza kutembea vizuri, akazaliwa mahali ambapo anaweza kutenda mema, akazaliwe maishani mwetu, akabadilisha maisha yetu, akaondoe aibu, akaondoe makuchekelewa, akaondoe kukaa mahali pamoja, kwa sababu aliye atakayezaliwa atakuwa ni nani? Ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ile nyingine, atakayezaliwa akaondoe maisha ambayo ni ya kukaa mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambayo ni ya kuitwa kuleta aibu. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoe katika jina la Yesu Kristo. Isaya anasema mshauri wa ajabu, ambaye ni Mungu ambaye ni wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Ninashangaa sana ikiwa kama kanisa tunaleta mafarakano, ikiwa kama kanisa tunaongea mambo ambayo si amani, kama kanisa na kama Wakristo tunaongea tukiwa hatuna amani, ni nani mwingine tunamuita pale? Na Yesu anasema yeye ni nani? Ni Mungu ambaye ni wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo amani imeenda wapi? Ikiwa tunaongea maneno ambayo yanatufatani, hiyo amani imeenda wapi? Ikiwa tunachukiana Wakristo wenzetu, hiyo ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu mgani ambaye tunasema? Ikiwa tunahubiri huyo Yesu ambaye ni mtakatifu, tunaochukiana, tunaongea maneno ambayo ni aibu, huyo Yesu tunaendelea kumrudisha wapi? Bwana Yesu asifiwe. Huyo hataweza kuzaliwa mahali ambapo hapana amani. Huyo hawezi kuzaliwa mahali ambapo pana mabarakano. Huyo hawezi kuzaliwa mahali ambayo hajakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima akaribishwe moyoni mwako. Moyo wako ndiye anahitaji, hakuna jambo lingine. Andaa moyo wako wakati tunapoenda kusherehekea, tunapoendelea kujiandaa kumsherehekea, ili akuje atawale maisha yetu, ili aje atawale familia zetu, ili aweze kukubalika maishani mwetu, na akuwe mfalme wa wafalme, akuwe mfalme wa amani, akuwe mfalme na milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ufalme wake, utawala wake hautaisha, utaendelea kukaa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuja atawale wengine na aende, utawala wake ni wa milele na milele, ambaye ni Mungu wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kanisa, badala ya kuongea mengi, ningejua ndaka leo tujue ni nani ambayo atakayezaliwa kwetu, na atakayezaliwa kwetu tunajiandaa kuja kumsherehekea. Tunafaa kuweka mioyo yetu ikuwe safi, tunafaa kuweka maisha yetu yakewe safi, tunafaa kujitayarisha katika hali ya kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Si kujitayarisha na mambo mengine, tunafaa kujitayarisha na hali ya kitakatifu. Nimekuuliza vile unaenda kusalimia president ama tunaenda kwa rais wetu, ni lazima tuende tumevaa suti vizuri, tumeoka vizuri, tumeandaliwa vizuri, tutembee mahali ambapo pako na security. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu Yesu Kristo anahitaji kwetu. Anataka asaliwe mahali ambapo pako na amani, mahali ambapo hapana uchafu tena, mahali moyo ambayo hauna vitina, moyo ambao hauna mafarakano, akili ambayo haina mawazo mabaya, akili ambayo inawaza juu ya Yesu Kristo, ili akaweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunapoendelea kumsherehekea tunafaa kumwelewa vizuri. Tazama malaika alipomwendea Mariamu, alimuongelesha, kwa sababu maandiko yanasema na akaingia nyumbani mwake na akamsalimia, wewe ulionewa nini? Neema.
Kwa hivyo tukaachilia hiyo neema ya Bwana ikaonekane kwetu. Kwa hivyo neema inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Tazama, amekubeba mikononi mwake mwa neema kutoka Januari. Leo ni siku ni wiki ambayo Sunday ambayo ni 51, ukiwa amebeba mikononi mwake mwa neema. Si kwa sababu ulikuwa unatenda mazuri, si kwa sababu ulikuwa unapendeza, si kwa sababu ulikuwa mtu mwema mbele zake, lakini kwa neema yake akakuweka hadi siku ya leo. Kwa hivyo unapaa, wakati unapomkaribisha, ukampe nafasi ili akatawale maisha yako, ili akatawale moyo wako, ili akakuongoze kwa njia ambayo inafaa, ili ukatembee pamoja naye, ili akawe kiongozi wa familia yako, ili akawe kiongozi ya huduma yake, ili akawe kiongozi wa kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio anataka kutoka kwetu. Hakuna jambo lingine anahitaji kutoka kwetu. Kwa hivyo Mungu wetu atubariki tunapoendelea kumkaribisha huyo Yesu, tunapojiandaa kumkaribisha kuzaliwa kwake ndani ya maisha yetu. Tuandae hayo mambo na tuwe watu ambao ni watakatifu, kwa sababu anahitaji kitu kitakatifu ndani ya maisha yetu. Hataki mabarakano, hataki matukano, hataki mchukiano. Ikiwa ni mtu ulikuwa umemkosea ukamsamehe, ikiwa ni mambo ambayo ulikuwa umepepa na moyo wako ukaondoa ili umkaribishe huyo Yesu, ikiwa ni mtu ulikuwa unamchukia ukaweze kumsamea na kwenda pamoja na yeye. Usikubali kumkaribisha Yesu asaliwe ndani ya moyo ambayo uko na mabarakano, moyo ambao uko na chuki, moyo ambao uko na vitina, moyo ambao hauna amani. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Yesu usikubali akasaliwe mahali pale. Ada moyo wako anapokuja kuzaliwa, asaliwe mahali ambapo ni patakatifu. Mungu atubariki na tunemee baraka zake kila wakati, kwa sababu anatupenda. Yeye ni mwenye upendo na yeye hafanyi kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Aliokuwa nchi ya Naftali na nchi ya Zabuloni kutoka gizani. Bwana Yesu asifiwe. Na aliyekuwa kwa giza akaondolewa akawekwa katika nuru. Kwa hivyo kanisa tumeweka katika nuru. Tuongee neno ambayo ni ya nuru. Tuongee, tutembee na nuru na tuoneshane nuru ndani ya maisha yetu. Wachungaji, watu ambao ni wa familia na kila ambayo anaitwa Mkristo, nuru ikaonekane ndani yetu Bwana. Tukaonekane tukitenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Na huyo Yesu anapozaliwa ataweza kukaa ndani ya maisha yetu, kwa sababu tumemweka mahali patakatifu. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Asante ni kwa sababu ya usiku hii ambayo ni ya kujiandaa ni kwa ajili ya kukaribisha usaliwe ndani ya maisha yetu Bwana. Andaa mioyo yetu tunapokojea kuja kuzaliwa kwako Bwana, kukawe ni kwa kufurahisha. Tunaposherehekea tukasherehekee sherehe ambazo ni za kupendeza Jehova. Tukasherehekee sherehe ambazo tumekualika ukatawale. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ukajioneshe na ukatende mema. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ukafungue wale waliofungwa, ukatende makuu, kwa sababu maandiko yanasema ulikuja ili ukaokoe wale walio ndani ya dhambi. Okoa watu wako Bwana, wale wako na mioyo migumu Bwana, ukawaongeleshe kwa njia yako ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Kanisa letu lako Bwana ukaisamehe, na watumishi wako Bwana ukaisamehe, kwa sababu hatutendi kulingana na mapenzi yako. Leo kutufunza neno lako Bwana, tunapokukaribisha kuzaliwa, tukakupee nafasi ya kutawala nafsi zetu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Ninapo malizia, Mungu awabariki, mkawe na sikukuu njema ya baraka, na Yesu akazaliwe mioyoni mwenu akiwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tuaseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu sio pamoja na sasa na hata milele. Amen.